Korea Kaskazini imetangaza kuunga mkono uteuzi wa Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran, huku ikilaani vikali mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini, Korean Central News Agency KCNA, wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilitoa tamko Jumatano hii ikisema inaheshimu uamuzi wa Iran kumteua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu. Mojtaba Khamenei ni mtoto wa kiongozi wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika shambulio la pamoja la Marekani na Israel mwanzoni mwa vita tarehe 28 Februari. Katika tamko hilo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini alisema Pyongyang inaheshimu haki ya wananchi wa Iran kuchagua kiongozi wao. Kuhusu tangazo rasmi kwa baraza la wanazuoni la Iran limemchagua kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu, tunaheshimu haki na uchaguzi wa wananchi wa Iran wa kumchagua kiongozi wao mkuu, alisema msemaji huyo. Wakati huo huo, Korea Kaskazini ilikosoa vikali mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ikiyataja kuwa yasiyo halali na hatari kwa usalama wa eneo hilo. Tuna wasiwasi mkubwa na kulaani vikali uchokozi wa Marekani na Israel ambao kwa kuanzisha shambulio la kijeshi lisilo halali dhidi ya Iran wanadhoofisha misingi ya amani na usalama wa kikanda na kuongeza hali ya kutokuwa na utulivu duniani, alisema msemaji huyo. Serikali ya Korea Kaskazini pia ilisema mashambulizi hayo yanadhoofisha mfumo wa kisiasa na mipaka ya Iran, jambo ambalo ni kinyume na sheria za kimataifa na linapaswa kulaaniwa na dunia nzima. Kauli hiyo inafuatia matamshi ya awali ya Pyongyang baada ya vita kuanza, ambapo Korea Kaskazini ilielezea mashambulizi ya Marekani na Israel kama tabia ya kihuni katika Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini viliripoti kuwa kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un alisimamia jaribio jipya la makombora ya kimkakati aina ya cruise yaliyorushwa kwa meli mpya ya kivita ya nchi hiyo iitwayo Chohyun. Kwa mujibu wa KCNA, jaribio hilo lilifanyika Jumanne hii ya tarehe 10 Machi na Kim alishuhudia uzinduzi huo pamoja na binti yake Kim Ju-ae. Katika tukio hilo, Kim alisisitiza umuhimu wa kuendelea kuimarisha uwezo wa nyuklia wa nchi hiyo kama njia ya kujilinda. Alisema Korea Kaskazini lazima iendelee kudumisha na kupanua nguvu yake ya kuzuia vita kwa silaha za nyuklia ili kulinda usalama wa taifa. Jaribio hilo lilikuwa la pili kufanywa kutoka katika meli ya kivita ya Chohyun chini ya usimamizi wa Kim. Wiki iliyopita, kiongozi huyo pia alisifu hatua ya nchi yake ya kulipatia jeshi la wanamaji silaha za nyuklia.